unaona. Ukiwa unaona, unaamini kwamba hiki ninachokiona Mungu wangu lazima anijibu, Mungu wangu lazima afanye, Mungu wangu lazima atende. Ukifika viwango vya kuyaona mambo yasiyoonekana, lazima uyapate matokeo hata kama haukustahili matokeo. Kuna wakati tunakemea laana, tunakemea shetani, tunakemea mikosi, tunakemea nguvu za giza, kumbe sisi wenyewe tumeshindwa kuona kile ambacho kipo ndani ya neno. Unataka kufika mahali, lazima uone. Maisha ya mtu mara nyingi hufuata picha iliyo ndani ya moyo wake. Maisha ya mtu hawezi kuchagua tu kwenda kusomea udaktari kama hajaona udaktari. Mtu hawezi kuchagua kwenda kusomea ualimu kama hajaona ualimu. Mtu ameenda kusomea kila anachokiona, labda tu iwe aliamuliwa au zimetokea hali zozote kwenye maisha. Lakini kama ni uchaguzi wa mtu, anachagua ninafanya biashara fulani, kuna kitu anakiona kwenye hiyo biashara. Kwa maisha ya mtu yanafuata ni nini anaona kwenye maisha yake. Kwa hiyo mtu akiona ushindi rohoni, utaanza kujidhihirisha kwenye maisha ya kawaida. Yaani pale unapouona ushindi kwenye ulimwengu wa roho, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye amani, kwenye uzao, ukianza kuona uzao wako, unaona watoto wako rohoni, macho yako yanawaona, shetani anakuwa hana namna ya kuzuia, kwa sababu Mungu analituma neno lake na linafanikiwa kwenye mambo yote.